Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa majina naitwa mchungaji na nabii Isaya Kisimbilu Kalua. Ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Zion City International Church hapa Mzambarauni, Yombo Vituka, Dar es Salaam, wilaya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam. Namshukuru sana Baba Mungu kwa kibali ambacho amenipa kusimama tena kwenye madhabahu yake ya kanisa lake la mahali hapa Zion City International Church. Leo siku ya Jumapili, muda huu wa jioni, tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2026, ili kwamba niweze kuleta ujumbe muhimu, kwa sababu natoka kwa Mungu kwa ajili ya wanadamu wenzangu, wa Tanzania wenzangu, kuanzia hapa wilaya ya Temeke, mitaa ya Yombo, Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla na ulimwenguni kote. Kwa hiyo kabla ya kuendelea kuleta ujumbe huu muhimu sana ambao Bwana na Mungu Mwokozi wetu Yesu Kristo amenipa kwa ajili ya ulimwengu, naomba niende mbele zake kwa maombi na baadaye niweze kuendelea. Baba Mungu, katika jina la Yesu uliye Bwana wetu na Mungu Mwokozi wetu wa milele, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako na upendo wako mwingi sana kwa ajili ya maisha yetu wanadamu. Nami nakushukuru pia kwa ajili yangu mimi mtoto wako Isaya na mtumishi wako ambaye umenipaka mafuta na kuniweka katika nyumba yako kwa ajili ya kazi maalumu ulionipa ya kulitengeneza kanisa kwa ajili ya unyakuo wa kanisa takatifu na kwa ajili ya kufikia ulimwengu, mataifa, jamaa, lugha na makabila, kuwapelekea ujumbe upya kwa sababu ya upendo wako, ili Baba Mungu uweze kulinyakua kanisa lako takatifu wakati wowote kama ambavyo umeniambia. Na sasa najitiisha kwako, Mungu le hai, unaitwa Jehova, unaitwa Roho Mtakatifu, unaitwa Yesu Kristo. Niongoze Bwana kwa jina la Yesu, nami nawaleta Watanzania wote ambao wananitazama tangu muda huu, Watanzania zaidi ya milioni 60 na watu wa Dar es Salaam wote zaidi ya karibu milioni 10 huko, na watu wengine wote duniani kote, Amerika Kusini, Amerika Kaskazini na Ulaya zote, Asia na pia Australia na mataifa mengine. Kwa jina la Yesu Kristo naomba Roho Mtakatifu nisaidie, kama wewe ambavyo ulisema na mimi kuhusu jumbe hizi muhimu kwa ajili ya wanadamu, ili kwamba waweze kuokolewa. Naomba uanze nami na ukaniwezeshe kufanikisha kumaliza ujumbe huu sawa sawa na hekima yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Kama ambavyo nitangulia kusema mwanzoni, kwa majina naitwa mchungaji Isaya Kisimbilu Kalua, wa mchungaji kiongozi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Zion City International Church. Kwa hiyo kiamua pia kuniita nabii Isaya, hujakosea, maana pia Baba Mungu huyo Bwana na Mungu Mwokozi wetu Yesu Kristo ndivyo alivyoniambia kwa kazi maalum, na kuniita mchungaji pia hujakosea, kwa sababu alinipa kazi pia hiyo maalum kuchunga. Na ukiniita mwinjilisti wa kimataifa hujakosea, kwa sababu amenipa pia kazi ya kuhubiri injili kwa ulimwengu. Na nimesimama hapa katika madhabahu yake ya kanisa TAG Zion City International Church, ambako mimi ndo mchungaji kiongozi, ili kuleta ujumbe maalumu kwa Tanzania wote na ulimwengu. Na kwanza, kabla kuendelea, naomba niende moja kwa moja kwenye maandiko matakatifu kwenye Biblia, yani Biblia takatifu, kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi,
kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 14. Kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine, unaongezea mstari wa 15, nimalize pale mstari wa 15 hadi 16. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Mstari wa mwisho 16 ule, na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Na ndugu zangu wa Tanzania na watu wa ulimwengu wote, maandiko haya ambayo nimeyasoma nilipewa na Bwana na Mungu Mwokozi wetu Yesu Kristo kama mtumishi wake. Muda ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2026 ni mwaka huu, na ilikuwa siku moja kabla ya ibada kuu ya shukurani katika kanisa hili hapa la Zion City International Church. Maana ibada ya shukurani ifanyika tarehe 22 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Kwa kabla, siku moja kabla, wakati na tafakari kwa habari ya ujumbe wa kusema pia na watu ambao wangekuja kwenye ibada ile ya shukurani, maana walikuwa ni wengi, wapata 600 500 hivi. Sasa Mungu usiku akaniletea maono haya. Mungu Roho Mtakatifu akaniletea maono, akaniletea haya maandiko matakatifu, yani Biblia takatifu, kwenye kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 14, na kama nilivyosoma kuanzia mstari wa 14, hasa lilenga mstari ule wa 14. Naomba nirudie tena 14 mstari wa 14, rudie pale tena. Kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa katika kutafakari kwangu nilikuwa nakumbuka pia kwamba kuna muda Mungu amekuwa akisema na mimi kwa habari ya kuwahubiria Watanzania na watu wa dunia kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa, na amekuwa Bwana Yesu akinionyesha mara nyingi tangu mwaka wa 2019 mwishoni hadi mwaka tuseme hadi mwaka huu 2026 amekuwa akizungumza na mimi kwa namna hii. Amekuwa akinionyesha ninawahubiria watu wengi kuhunikiwa, wakati mwingine barabarani, wakati mwingine masokoni, wakati mwingine kwenye kanisa, wakati mwingine kwenye mkutano, namna kwenye maeneo mbalimbali. Na tena katika kuhubiri kule naonekana naugua sana mpaka kulia na machozi wakati mwingine. Na ninachohubiri ujumbe ambao nimekuwa nikihubiri tena wakati mwingine ilikuwa ni kwa mwezi, unakuta napewa maono hayo mara 2 kwa mwezi au mara 3, iwe ni maono iwe ni ndoto, mazingira yote yale. Lakini nimekuwa nikionyeshwa na hubiria watu tena kwa uchungu ama kwa huzuni mkubwa, kiasi kwamba ni kule namna ya kuugua mpaka machozi yanatoka kulingana na mazingira ninayosimama nao. Nikutana na mtu mmoja, kutana na watu wawili, ama kwa ngapi kundi barabarani ama popote pale. Lakini ujumbe ulikuwa ni msitizo, ulikuwa ni kuhusu kwamba Bwana Yesu anakuja kulinyakua kanisa takatifu wakati wowote. Bwana Yesu anakuja kulinyakua kanisa wakati wowote. Watu tubuni dhambi, mwokoke. Watu tubuni dhambi, mwokoke. Watu tubuni dhambi, mpokeni Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yenu, nanyi mtaokoka, hamtaingia dhiki kuu. Yesu anarudi, Yesu anarudi. Ndio umekuwa ujumbe huu.
kwa mwezi imesema inaweza katokea mara 2 au mara 3, ilikuwa mfululizo. Tena mwaka 2006 hiyo tena imekaa muda mrefu haya maono hajaendelea, lakini 2000 na kurudi nyuma 25, 2024, yani imekuwa ni mfululizo kuambia watu kwenye maono haya kuambia watu kwamba Bwana Yesu anakuja kulinyakua kanisa takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati ile ibada ya shukrani kabla hajafika, katika kutafakari kwamba nitasema nini, Bwana aliponipa ile neno mwenyewe ambaye likuja 14 Ufunuo mstari 14 hasa, na alikuwa ananikumbusha kazi alionipa kama nilivyosema, kuambia ulimwengu kwamba yeye anakuja wakati wote kulinyakua kanisa, kwamba miaka yake imebaki michache sana kuliko watu wanavyotarajia, na kwamba kanisa bado wengi sana hawajajiandaa. Na yeye amesema hataki kuona kanisa lake wanabaki duniani, hataki kuona wanadamu wanabaki duniani, anataka kuona wote wameokolewa, kwa sababu aliumba wanadamu sio kwa hasara, kwamba waumbe duniani halafu waangamie, wapotee, shetani ajivune. Ndio maana Baba Mungu amekuwa mvumilivu kwa wanadamu, mbali na dhambi nyingi zinazotendeka hadi muda huu kwa mataifa yote, hata taifa Tanzania letu kuna mambo mengi yanafanyika Mungu, lakini amekuwa mvumilivu sana. Mataifa mengi duniani Mungu amekuwa mvumilivu sana, maovu yanafanyika makubwa, watu wanauana, watu wanafanyana fitina, uchawi, mambo ya ushoga, mambo mengi ya pombe, dawa za kulevya, mambo ya hovyo sana. Wakuu hawatoi heshima kwa Mungu, wanaishi kama wanavyotaka wao, kama wamejiweka. Wanadamu watu tumetafuta njia zetu wenyewe, tumeona sheria za Mungu kama vile ni ngumu kuzitenda, tumerahisisha na kutengeneza taratibu zetu za kidini ili kwamba tuishi. Lakini Baba Mungu amesisitiza sana, hataki mtu apotee aende motoni. Hasa amesisitiza kwa habari ya kanisa lake, yani watu ambao wameokoka. Anataka Tanzania igeuke, itubu, impokee Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Ameniambia yeye ndio aliyetufilia, alikubali kuacha enzi na kuja duniani akafanyika mwili ili kwamba tuweze kuokolewa, tusiende motoni. Na kwa kuwa amesema muda wako umeshafika, kwa hiyo amenipa kazi kama nabii wake miongoni mwa manabii maalum. Maana ameniambia, amenithibitishia kwamba wengi, amenithibitishia pia ameshawaandaa na wengine, kwa amenipa heshima hiyo miongoni mwa manabii yao ndani ya taifa hili na mataifa mengine. Wakati ananiambia kuhusu kazi ya unabii, kupeleka ujumbe maalum huu, alinipeleka kwenye kitabu, akaniletea maandiko kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 2. Akaniambia maneno haya kwamba watajua kwamba nabii yupo katikati yao, kwamba michongoma ipo itakuzunguka na mambo mengi. Akazungumza na mimi, nikafungua maandiko nikasoma, nikaona ala, kumbe Bwana anasema na mimi kwa kazi maalum. Sasa nimesimama hivi, ndugu zangu wa Tanzania, ni kuhusu habari za upendo wa Bwana Yesu kwa ajili yetu, kwamba yeye anakuja kunyakua kanisa wakati wowote, na ameniambia miaka iliyobaki ni michache. Labda nirudi nyuma sasa, mwendelezo huu wa msisitizo wa kuhubiria watu kwa habari ya kutengeneza maisha yao, kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, na kuishi neno ambalo ni Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana.